Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu, ikiwa ni Dominika ya 5. Masomo yetu ni mwaka C wa kanisa, Dominika ya 5 ya Kwaresma. Masomo yetu ni mwaka C wa kanisa, na tuipatie kichwa cha habari tafakari yetu kwamba mwanamke, wako wapi washtaki wako? Hili ni swali ambalo Yesu analiuliza katika somo la Injili baada ya kupelekwa yule mwanamama aliyefumaniwa katika uzinzi. Katika Injili ya leo ni mwanamke tu na Yesu waliobaki pale. Mama wako wapi? Yesu anamuuliza kwa macho yake yaliyojaa rehema, yaliyojaa upendo, ambayo yanatosha kumfanya mtu ahisi kwamba kwa mara ya kwanza amebahatika kuheshimiwa maishani mwake. Licha ya dhambi yake, bado ana hadhi kama mtu binadamu wa kawaida, ambapo anaweza kutoka katika utumwa wake na kutembea kwenye njia mpya. Lakini kwa upande wa waandishi na Mafarisayo, wanasadiki kwamba leo wamepata nafasi nzuri ya kumjaribu Yesu na kuwa na sababu ya kumstaki, na kwa sauti wanamwambia, Bwana, mwanamke huyu alinaswa katika tendo la uzinzi. Basi katika Torati Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake kama hao. Wewe unafikiri nini? Swali hili ni changamoto ya wazi kwa wema na huruma ya Yesu. Labda walikuwa wakikumbuka mfano wa mchungaji mwema au ule wa baba mwenye kusamehe, au maneno haya yalikuwa akilini mwao: sitaki kifo cha mwenye dhambi, bali kwamba aongoke na kuishi. Je, sasa Yesu atampinga Musa au atajipinga mwenyewe? Kabla ya kusikia maneno ya Yesu na kuona ishara anazofanya, tumsikilize kwanza Isaya anachokisema katika somo la kwanza leo. Ndugu zangu, msiyakumbuke tena mambo yaliyopita, msiyafikirie tena mambo ya zamani. Tazama, ninafanya jambo jipya, linachipuka sasa hivi. Je, upya wa Kristo unakaribia kuchipuka mbele ya Wayahudi wa uongo na wanafiki, mbele ya mwanamke mzinzi? Ukweli unaojumuisha msamaha ambao atastahili kwa ajili yetu, ondoleo la mwanamke na la kanisa na la wanadamu wote. Chipukizi jipya ni mwanamke bikira, Mariamu, safi, takatifu, asiye na dhambi, ambaye ndani ya tumbo lake maisha mapya yamechipuka. Yesu akasimama na kumwambia mwanamke, hakuna mtu aliyekuhukumu? Yesu alisema, wala mimi sikuhukumu, nenda zako, na tangu sasa usitende dhambi tena. Badala yake washtaki ndio wanaohukumiwa. Ndugu zangu wapendwa, kwanza alijaribu kuwasadikisha kwa nukuu wanayoijua wao wenyewe: yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza kumpiga jiwe. Hata hivyo, kutokana na ukaidi wao, Yesu anaandika kile ambacho hawangetaka kukisoma: dhambi zao. Hivi ndivyo maisha huinuka tena. Hivi ndivyo Pasaka inavyotokea, ndugu zangu. Mpito kutoka katika ukahaba hadi uzima. Hivyo kanisa lilijaliwa utakatifu na neema inatokea kwa wengi pia katika maisha yetu mara nyingi, kwamba hatutambui upya kama chipukizi jipya. Unakuta mtu yuko katika maisha ya zamani, tunataka tu tumshikilie tu katika hali ya zamani. Tuepuke kabisa leo, ndugu zangu, tuzuie ile hali ya kuwafungia watu kwenye box na kuwaona kwamba hawa ni watu wa kutambulishwa kwa dhambi zao. Leo zuia hukumu zako, usimhukumu mtu yeyote. Yesu anatuambia kama alivyomwambia yule mama aliyefumaniwa katika uzinzi, hata mimi sikuhukumu. Hata pale wenzetu wote wanapotaka tuadhibiwe, Yesu anatutaka tusitende dhambi tena. Inawezekana ikawa matendo yako yamekutenganisha pengine na wenzako, na hakuna anayetamani kuishi na wewe. Wapo kweli ambao tumewatenga kutokana na dhambi walizozitenda, hatutamani tena kukaa nao. Ukweli, tuwape nafasi ya pili, tuwahurumie, tuwaonyeshe uso wa huruma. Kuna watu ambao tumewatambulisha vibaya kwenye jamii imewatenga kabisa, na tumekuwa tayari kutangaza dhambi za wenzetu hadharani. Hii si sawa.
Tena tunatangaza wakati za kwetu ni kwa sababu hazijulikani. Pengine tuna dhambi zetu za siri siri, lakini tunatangaza wenzetu hadharani. Kidhani kwamba kwa sababu za kwetu hazisikiki, hazijaonekana, basi mimi niko salama. Haupo salama. Kila mwanadamu ana dhambi zake na nyingine ni za siri, na kabla hujaongea, kabla hujafungua mdomo, jaribu kujiuliza, hivi mimi Mungu angeonyesha dhambi zangu kwa watu, mimi ningekuwaje? Ningeenda wapi? Ningefika wapi? Ningekuta niko wapi? Hivi hii heshima nilionayo sasa hivi mbele za watu, Mungu angekuwa ameonyesha dhambi nilizotenda kwa siri hadharani, ningekuwa naipata hii heshima kwa sasa hivi? Ukweli ni kwamba hakuna hata mmoja ungekuta anapata hiyo heshima. Mungu anatusitiri pakubwa, na sisi ndugu zangu tuwasitiri wenzetu. Tumekuwa watu tunasema judgmental, watu wa kuhukumu sana, wa kubeba dhambi za wenzetu na kuziandika na kubeba na kuonyesha watu, angalieni jamani, anafanya hivi na hivi, anajifanya hivi na hivi. Tujue kabisa Mungu hapendezwi na tabia kama hiyo. Mungu anapendezwa na watu wanaowaonea huruma wenzao, wale wanaowasaidia wenzao kuamka na kwenda mbele. Wapo wengi walioanguka, wapo wengi ambao hawajahurumiwa chochote na sisi. Kuna ambao tumewatenga kutokana na dhambi zao. Hii si sahihi. Sisi tuwahurumie, tuwarudishe tena kwa Baba, wakapokee huruma. Tuwarudishe tena kwenye jamii. Tuwape nafasi, tuwatengenezee mazingira ya kutokurudi kabisa kwenye dhambi. Na wewe ambao umeamua kuacha dhambi, basi inuka kama Yesu anavyokuambia, na usitende dhambi tena. Muombe Mungu, mwambie akushike mkono, akusaidie. Kama tulivyosikia Dominika iliyopita, mwana mpotevu baada ya kutoka kwenye kule alipokuwa amepotelea, hakurudi tena. Na sisi Mungu anataka tusirudi tena. Tubaki kwake, kwa Mungu daima. Kama vile mwana mpotevu alivyokuwa amepotelea nchi ambayo haikuwa na jina. Alienda nchi ya mbali. Kila mtu ana dhambi zake. Huko uliko kupotelea ndio nchi ya mbali ambayo haina jina. Hatuwezi kusema huyu amepotelea, huyu amepotelea. Kila mtu anajua amepotelea katika nchi ipi. Turudi huko ili tuweze kumgeukia Baba yetu mwenye huruma, tuanze tena maisha mapya. Yeye Baba hakumhukumu yule mwana mpotevu, na leo kwenye somo la Injili tunaona Yesu akifanya kitu hicho hicho. Hakumhukumu huyu mama aliyefumaniwa. Anamwambia hata mimi Yesu ambaye ni Mungu, ambaye kweli alikuwa na uwezo wa kumwambia kwa nini umefanya hivi na hivi na hivi, hakufanya hivyo. Sasa sisi wenyewe unakuta tuna dhambi za siri. Yesu ambaye ni Mungu kutoka mbinguni hajamhukumu. Sasa inakuwaje sisi ambao tena ni wadhambi wa mwisho tunajifanya kwa hukumu wenzetu haraka haraka? Kweli lazima tujiulize. Yesu Mungu ambaye hana dhambi hahukumu. Wewe ambaye una dhambi unahukumu. Sio sawa. Sisi turekebike, tabia zetu za kuhukumu wenzetu tuziache. Tumrudie Mungu katika kweli, ndugu zangu. Tujifunze kutumia vipindi ambavyo anatupatia Mungu ili kujirekebisha. Nasi tuwe tayari kuwaelewa wenzetu na kuwapatia pia nafasi ya kutubu. Nakutakia Dominika njema. Mwenyezi Mungu akulinde na kukubariki na kukutunza, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Naendelea kukumbusha shajara za Asali Mubashara bado zipo katika kontena ya kwaya pale St. Joseph Cathedral Dar es Salaam, zipo za kutosha. Moshi Bookshop shajara pia zipo, Msimbazi Bookshop na hapa kwa Kapchini San Damiano Msimbazi. Karibu ujipatie nakala yako, uendelee kulichambua neno la Mungu na kulielewa vizuri. Dominika njema.